Nimwite sasa Mheshimiwa Patrick Adkin Mwalunenge aweze kutoa mchango wake. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii na mimi niweze kuchangia kutoa mawazo yangu kwenye hii Wizara ya Maliasili na Utalii. Awali ya yote namshukuru sana Mheshimiwa Rais na kumpongeza kwa kazi kubwa aliyoifanya, mageuzi makubwa aliyofanya kwenye wizara hii, na yeye mwenyewe kuwa mstari wa mbele kwa kucheza ile filamu ya Royal Tour. Na mafanikio tumeyaona, watalii wameongezeka sana. Kwa hiyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa ile filamu yake, na naamini viongozi sasa wa maliasili na utalii waige huo mfano wa Mheshimiwa Rais. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natokea Mbeya, jimbo la Mbeya mjini, kwa maana mkoa wa Mbeya. Mkoa wa Mbeya una vivutio vingi sana vya utalii kwa nyanda za juu kusini, lakini haujatangazwa ipasavyo. Kwa hiyo namuomba waziri atapokuja kuwainda hapo atueleze mipango alionayo, ni nini kitaweza kufanyika kutusaidia kuutangaza mkoa wa Mbeya ili kuweza kutangaza vivutio vilivyopo. Tunayo milima ya Kawetele, zile kona za mkoa, ukipanda pale juu unaiona Mbeya yote, na ni pana uwanda mzuri sana, hali ya hewa nzuri, ambapo naamini watu wanaweza kutoka sehemu mbalimbali na kwenda kufurahia pale na kuingiza pesa, mapato mengi yataingia kwenye mkoa wetu wa Mbeya na watu wataenda kufurahia. Lakini tunayo mito inayotiririsha maji, tunayo madaraja, tunayo mabwawa, lakini pia tuna maziwa madogo madogo ambayo yako juu ya milima, mengine yanatoa maji ya moto kama vile bwawa la Ngosi. Lakini pia sio hiyo tu, mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo milima mingi ambayo pia ni kivutio sana, na tunaweza tukafanya mkoa wa Mbeya ukawa ni kitovu cha utalii kwa mikoa ya nyanda za juu kusini. Ombi langu mimi kwa Mheshimiwa Waziri, mtusaidie. Mkoa wa Arusha wamefanikiwa sana kwa sababu wana vitu vingi wenzetu. Kwanza wana hizo mbuga, lakini na sisi mbuga pia zipo. Ukienda kule Kituro utaiona mbuga iko kule, kuna wanyama, kuna vipepeo, kuna maua ambayo hayapatikani maeneo yote. Lakini kama nilivyosema hatujatangaza vizuri. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Waziri tusaidie kwenye mkoa wetu wa Mbeya ili tuweze kutangaza mkoa wa Mbeya. Moja, tujenge, msaidie kupata ukumbi wa mikutano ya kimataifa ili tuweze kuvutia wageni wengi pale, kwa sababu tunao uwanja wa ndege wa kimataifa ambapo ndege za aina zote zinaweza kutua pale. Kwa hiyo tusaidie tupate ukumbi pale na hoteli ya nyota 5 ili tuweze kuwavutia wageni waweze kufanya mikutano pale, na mwisho wa siku watakwenda kwenye maeneo yetu ya vivutio vya utalii na mapato mtaweza kuyaongeza kwa kiasi kubwa, na watu wetu kwenye mkoa wa Mbeya watapata ajira nyingi na kuweza kusaidia vijana wetu. Jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, naongea watu wa TFS na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri. TFS kwenye mkoa wangu wa Mbeya, hasa jimbo la Mbeya mjini, walikuwa kama ni mwiba pale Mbeya. Walikuwa na kamata vijana wetu wale wanaobeba mikaa, na walizuia pikipiki karibu 120 za vijana wetu ambao wao walikuwa wanabeba mikaa. Sasa nikawa najiuliza mimi, hawa vijana ambao wanasomba mkaa ili uweze kuchomwa, unakatwa kwanza mti, unaparuliwa, linajengwa tanuri, na tanuri ikichoma moto manake moshi unafuka, manake hata TFS wanaweza kaona kwamba kuna eneo fulani mkaa unachomwa. Lakini hiyo process yote hawaendi kumkamata yule mtu anayechoma mkaa mle ndani. Wanakuja kumkamata kijana amebeba mkaa barabarani, tena wanamkimbiza kwa namna ukatili, nafikia hatua pikipiki naanguka. Yule kijana anaweza kaumia na anakwenda hospitali, wanamnyang'anya ile pikipiki. Na ile pikipiki unakuta ile ni ya mkataba, ameingia mkataba na mwalimu ambaye amekopa pikipiki. Pikipiki inanyang'anywa, na mwisho wa siku sheria inavyosema na kwamba pikipiki itaifishwe iuzwe. Sasa mazingira kama hayo, mimi nasema hii sheria ya TFS tumeitunga ni sisi wabunge au imetungwa na nani? Na sisi kama ni wabunge ndio tunawakilisha wananchi. Sasa nadhani imekuwa sasa ni kero hiyo sheria kwa wananchi ambao ni wananchi wetu vijijini kule. Mimi nashauri TFS, badilikeni
na kupitia waziri, TFS wabadilike, wawe wabadilike, waanze kufikiria kibiashara zaidi. Ile misitu ya Kabetele iliyozunguka vijiji, nimesikia wachangiaji wenzangu wamezungumza hapa, huwa inatolewa mitaji kwa ajili ya kutengeneza mizinga ya nyuki. Basi na sisi badala ya wale vijana kuwakamata wabiba mkaa, waletewe hizo fedha ili waweze kufuga nyuki kwenye ile misitu ya Kabetele na maeneo mengine ya mkoa wa Mbeya. Maana yake nini? Wale vijana wao wenyewe ndio wataulinda msitu sasa, badala ya kuchoma mkaa, kwa sababu watapata pesa kupitia asali na watajenga viwanda vidogo vidogo kwa ajili ya kuchakata ile asali na mwisho siku kupeleka kwenye soko. Kwa ni lazima tuwe na majawabu mbadala, badala kila siku kamata. Na niliwauliza watu wa TFS, kwa hiyo mkishakamata hizi pikipiki zobeba mkaa, ina maana ni kwamba uchomaji wa mkaa ndio umekwisha, lakini unakuta mkaa bado huko mjini unauzwa. Kwa hiyo wale vijana, Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana naibu waziri anisaidia kuongea na watu wa TFS, japo ilikuwa ni jambo gumu sana, niliingilia kati mimi mwenyewe. Wale vijana warudishiwa pikipiki, lakini wale vijana wako zaidi ya 300 kwenye kile kikundi chao, wako tayari kubadilika, wasibebe tena mkaa, wapewe fedha ili wakafuge nyuki, kwa maana wapewe mizinga ya kufuga nyuki ili mwisho wa siku wao ndio walinzi wa msitu, na wako tayari kuulinda msitu usikatwe miti ili wao wakafuge nyuki na kupata asali mle ndani. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, naliomba wakati tunawaenda hapo tuambie jinsi gani vijana wetu wale wako zaidi ya 300 na wameshajiunga kikundi ili waweze kupata hizo fedha wakafuge nyuki, na mwisho wa siku wao ndio watakuwa walinzi na pamoja kuhakikisha kwamba ule msitu haukatwi miti. Jambo la pili, upande wa TANAPA na TAWA. Hapa namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Watu wa TANAPA, mimi nashangaa, kule Mbalali kuna eneo limetengwa kwa ajili ya hifadhi, eneo hoevu. Wananchi walilima mpunga heka karibu 1400. Mpunga umeishaota, Mheshimiwa Mwenyekiti, bado miezi miwili kuvuna, maana yake ukataka kuvuna mwezi wa 5. Watu wa TANAPA wamechukua magari yao na madumu ya madawa yale ya kuua nyasi, wamepakia kwenye gari, maana yake wanatumia fedha za serikali kwenda kuchoma ule mpunga wa wananchi zaidi ya heka 1400. Sasa mimi nashindwa kuelewa, hii sheria tunaitunga ni kwa ajili ya wananchi au ni kwa ajili ya nani? Na hii sheria inatuchonganisha sisi, inamchonganisha Mheshimiwa Rais na wananchi. Wale mabwana nilimpigia naibu waziri yuko pale, ndugu yangu Chande, walikataa, walikaidi amri ya waziri, naibu waziri, lakini mkuu wa wilaya ameongea nao pale, wamekaidi. TANAPA mpaka nilipochukua jukumu la kumpigia waziri mkuu ndio akawazuia msichome chakula cha wananchi. Lakini sababu ni moja, ni kweli hakuna mtu anayetaka wananchi walime kwenye maeneo hoevu au maeneo ya hifadhi. Hakuna anayepinga hilo jambo. Lakini leo hii kienda Mbalali, maeneo mengi imejaa maji, yana mafuriko, na ule mpunga unakaa miezi 3 tu wanauvuna. Sio zao la kudumu. Lakini mtu anaenda kuchoma mpunga. Kesho kutwa wale watu wakishapata njaa, maana yake serikali itatakiwa tena ipige chakula cha msaada. Lakini ule mtu amekopa mbolea, amekopa fedha, lakini amepewa mbolea ya ruzuku na serikali ambayo inatoa fedha kulipia ruzuku ya mbolea. Lakini mtu wa TANAPA haya yote yeye afikiria anaenda kuchoma mpunga. Ili jambo naliomba maelezo kwa kweli, Mheshimiwa Waziri anapokuja atueleze hawa watu wa TANAPA wanapata wapi hicho kiburi. Kama mkuu wa wilaya anashindwa kuzuia, naibu waziri ameshindwa kuzuia, nikachukua jukumu la kumpigia waziri mkuu, tena ilikuwa Jumapili. Naomba tumpigie makofi sana waziri mkuu. Jumapili ndio akachukua jukumu la kuwapigia wale watu, ndio akazuia kwenda kuchoma mpunga watu, lakini eka 18 kwa ameshaziunguza tayari na ile dawa. Na wale ni wananchi wadogo maskini, wanyeka moja. Maana yake hawana chakula, na kama walikopa fedha za riba maana yake hawawezi kurudisha. Sasa tumekaa hapa sisi kwa ajili ya nini kwenye bunge hapa ndani? Kama wananchi tunaoongoza tunawafanyia vitu vya kikatili vya aina hiyo. Kama ni sheria tumeitunga sisi, basi ije hapa tuirekebishe. Sababu kama ni sheria inaenda kuonea watu, ina faida gani? Jambo jingine, TFS hawa pia, mwananchi analima mahindi, wanamwangalia mahindi yamekuwa mpaka yamefika kuvuna, baadaye anaenda operation, anaenda kufyeka.
Kesho kishokutwa yule mwananchi akipata njaa, si ni serikali hii ya Daktari Samia anaenda kumpa chakula? Unashindwa nini kumvumilia mtu akavuna mahindi afu kesho tunaenda kumuelimisha ili asiende tena kuendelea kulima yale mahindi? Kwa mimi niko naomba sana Mheshimiwa Waziri, haya mambo tuyaelewe vizuri. Hawa watu kweli hizi sheria tumezitengeneza sisi wenyewe. Kama ni sheria ambazo zinaenda kuwakandamiza watu wetu ambao ni wananchi wa chini, zije hapa tuzirekebishe. Lakini elimu ni muhimu sana kwa wananchi wetu. Hakuna anayekataa kulinda mazingira au watu kalime kwenye hifadhi, lakini lazima elimu itumike ili kuelimisha wale wetu. Hawakatai, lakini lazima tuwaelimishe. Lakini kwenda kukata mazao si jambo la kibinadamu na wala haliruhusu kabisa, hata uungwana tu sio jambo jema. Ninaunga mkono Mheshimiwa Mwenyekiti hoja. Asante sana. Asante sana kwa mchango wako.